Yes, karibu sana na tuendelee na kipindi chetu cha leo ambapo bado tunaongelea tunainukaje kutoka hapa tulipo. Tunaendeleaje mbele tukitokea hapa. Naongelea hapa kwa maana ya majanga, misiba, uharibifu mbalimbali ambao umetokea katika siku chache zilizopita kutokana na harakati za uchaguzi Tanzania. Yes, ni kipindi cha faraja kwa ajili ya wale waliofiwa, lakini si faraja tu, lakini tuangalie namna gani ambapo tunaweza tukasonga mbele pamoja na majonzi mazito ambayo tuko nayo. Yes, kwa sababu kweli mambo ni kwamba tumepatikana na shida. Yes, tumefiliwa na watu wetu wa muhimu ambao wengine walikuwa ni ndugu zetu wa karibu, wengine walikuwa ni kaka, wengine dada, wengine ni wajomba, shangazi. Yes, lakini wengine ni watoto. Wengine walikuwa ndio wawezeshaji inapofika masuala mazima ya kiuchumi. Kwa hiyo si tu kwamba tumepoteza nafasi ya mtu, lakini tumepoteza hata faida yake kwetu. Kwa hiyo tuko na misiba mizito sana, lakini ukweli wa mambo pia ni kwamba bado tuna kusudi la Mungu la kulifanya hapa duniani maadamu bado tuko hai. Bado tuna familia za kuzisimamisha, za kuzijenga. Yes, bado tuna taifa la kuliweka sawa. Yes, bado tunahitajika hapa duniani na bado maisha yanatuhitaji tufanye kitu. Kwa vyovyote vile lazima tupate nguvu ya kuinuka tena. Okay, so lengo la kipindi hiki ni kwamba tunainukaje. So nilianza jana kwa kuangazia vitu kadhaa vichache. Cha kwanza kwamba lazima tukubaliane na yaliyotokea, kwamba sio ndoto, ni halisi yametokea. Yes, yametokea halisi. Na nikaongelea tu vitu cha kwanza tukubaliane kwamba ni vitu halisi vilivyotokea, lakini kitu cha pili lazima tukutambue kwamba kuna yale ambayo hatutaweza sisi kuyabadilisha wala kuyashughulikia. Hayo tutamwachia Mungu, lakini yapo yale ambayo yapo katika uwezo wetu ni kuyashughulikia sisi wenyewe. Kwa hiyo hekima ni kujua tofauti ili tusijihangaishe na yale ambayo sio wajibu wetu wala sio uwezo wetu, kwa sababu chanzo moja cha stress ni kujaribu kukava nafasi ya kila mtu, wewe hasa nafasi ya Mungu. Bora hata nafasi ya watu wengine wewe kusema nitapambana, nitajitahidi, lakini inapofikia kwamba nafasi hii ni ya Mungu alitakiwa kufanya, basi kwa mwanadamu uwezo wako unakuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo hekima ni kutambua sasa kwamba hili nitaliweza na nitalisimamia mwenyewe, lakini hili nitamwachia Mungu ili lisinipe stress. Okay, so leo nataka niende hatua moja mbele tena kutokea hapo. Kwamba tunasongaje mbele. Sasa ukisoma katika kitabu cha Mithali sura ya 24 mstari wa 16, anasema mwenye haki ataanguka mara 7 kisha ataondoka tena. Lakini waovu huzuiliwa na mabaya. Okay? Yes, ni waovu ndio huwa wanazuiliwa na mabaya. Yaani mabaya yanapowapata wao, kwa huo ndio mwisho wake, mabaya yanapompata. Lakini mwenye haki Biblia inasema kwamba hata akianguka mara 7 bado utamkuta amesimama. Yes, point yangu ya leo nataka niongelea habari ya kuinuka tena. Yes, kwa sababu hakuna haja ya kulala ulipoangukia. Niseme kwamba kosa sio kuanguka, lakini kosa ni kulala ulipoangukia. Yes, kosa sio kushindwa, lakini kosa ni kukubali kuwa mshindwaji. Yes, kosa sio kufeli, kosa ni ku-embrace, uka-personalize failure. Ukasema mimi ni wa hivi, mimi siwezi kwenda popote. Mbona nijaribu nikashindwa? Mbona hata aliyekuwa ananisaidia ameondoka? Mbona hata mbona ukajaza sababu za kutosha za kwamba wewe basi sasa hapo umesign kuwa mshindwaji. Okay? Na ndio maana nimesema kwamba bado tuna familia ambazo zinatuhitaji.
Okay? Yes, bado tuna makusudi ya Mungu kwa kila mtu aliyezaliwa hapa duniani. Ana kusudi lake ambalo Mungu alimuumbia ili apate kulifanya. Hilo kusudi bado lipo linakusubiri. Okay? Yes. Na hapo bado tuna taifa la Tanzania ni la kwetu ambalo tunabidi tulijenge. Sasa kama tukiembrace, tukakata tamaa, tukasema liwalo na liwe basi tena yote haya tutakuwa tumeyapoteza. Utakuwa umepoteza kusudi la Mungu katika maisha yako ambalo ndio lilikufanya Mungu akufanye uzaliwe, na hasa uzaliwe katika kipindi hiki. Okay? Yes, utakuwa umelipoteza hilo tayari. Lakini pia utakuwa umepoteza familia, wale ambao wanakutegemea katika familia. Yaweza kuwa ni watoto wako, yaweza kuwa ni wazazi wako, yaweza kuwa ni ndugu zako. Yes, lakini yaweza kuwa ni rafiki zako pia. So utakuwa umepoteza pia tumaini la wanafamilia, watu wako. Okay? Lakini pia utakuwa umepoteza kesho ya taifa, kesho ya kitaifa, kwa sababu inabidi uinuke ili hata kesho ya kitaifa iweze kusimama. Kwa hiyo shida sio kwamba tumepatikana tu na mabaya, lakini shida ni pale ambapo tutakubali haya mabaya yawe ndio mwisho wetu. Okay, hapo itakuwa ni changamoto. Kwa hiyo Biblia inasema mwenye haki azuiliwi na mabaya. Yaani mabaya yakimpata sio ndio anasaini kwamba now it is the end. No, kuna watu hapa shetani anazidi kuwanong'oneza kwamba bora unywe sumu tu, maisha yenye hayawezekani tena, alikuwa anakusupport ndio huyo, alikuwa anapigania ndio. No, bado kuna kusudi la Mungu kwenye maisha yako, hata kama umekatika viungo. Sawa? Hata kama umepoteza watu, hata kama umepoteza mali, hata kama, bado kuna kusudi la Mungu kwako ambalo ndilo lilimfanya Mungu akushushe katika kipindi hiki na akushushie Tanzania. Sawa? Kwa hiyo unapowaza habari ya kukata tamaa, give up, no, sio sauti ya nani? Hiyo sio sauti ya Mungu. Mungu hajawahi kukubaliana na swala la watu kufanyaje? Kukata tamaa. Hata Esau mwenyewe ambaye kabisa alimwambia kwamba wewe sasa utakuwa mtumwa, umtumikie ndugu yako nani? Israeli. Lakini bado aliambiwa kwamba kuna muda lile kongwa litakuja likutoke. Sawa? Kwa alikuwa anampatia bado matumaini. Okay? Mimi ninachotaka kusema ni kwamba hivi, kwa sababu bado kuna mwanga, kwa sababu bado kuna kusudi la Mungu katika maisha yako, kwa sababu bado kuna Tanzania ambayo inahitaji kujenga, kwa sababu bado kuna wanafamilia ambao wanatuhitaji, hakuna haja ya mtu yoyote kukata tamaa. Hivi maisha bado yanaweza kuendelea na yanatakiwa kuendelea. Sawa? Kwa hiyo nikutie moyo kwamba usikate tamaa. Mwenye haki akianguka anaanguka mara 7, lakini hata ile mara 7 akishaanguka unakuta ameinuka tena, yuko na mwendo. Sawa? Lakini wale waovu ndio wanazuiliwa na mabaya. Sio upande wa watu ambao wanazuiliwa na mabaya kana kwamba wewe ni mwovu. No, kuwa upande wa watu ambao ni wenye haki, ambao hata kama itafika mara 7 bado wana uwezo wa kuinuka. Kuanguka mara 7 ni kwamba ilitokea mara ya kwanza aliinuka. Kama asingeinuka ingeishia kwa mara ya kwanza, lakini aliinuka, ndio maana ikaja mara ya pili, nayo aliinuka, ndio maana ikaja mara ya 3, nayo akainuka, ikaja mara ya 4, nayo akainuka, ikaja mara ya 5, nayo akainuka, 6 hata 7. Kuna hadithi moja ipo tu mtaani ya kuhusiana na hii soda ya 7 Up, kwamba yule jamaa aliyekuwa anatengeneza ile soda ya kwanza iliitwa 1 Up, ikafeli, ikaja 2 Up, ikafeli, na kwa sababu ya kukata tamaa ndio maana tuna 7 Up. Labda sio ya kweli, lakini nataka nikuonyeshe tu point pale kwamba usilale ulipoangukia. Sawa? Kosa sio kuanguka, ila kosa itakuwa ni kulala ulipoangukia. Hakuna mtu yote ambaye ana uhalali wa kuwaza kukata tamaa wala kujiua wala kuyazila maisha kwamba sasa nitakuwa tu cha pombe, kunywa pombe, lala maisha, nishapoteza dila. Okay, umepoteza dila, lakini ya Mungu bado iko. Kwa kuwa bado Mungu anakusudi na wewe, kwa kuwa bado kuna familia inakutegemea, kwa kuwa bado kuna taifa linakutegemea, hakuna haja ya kukata tamaa na kwamba liwalo na liwe, nitalala popote, nitakula chochote, nitakunywa chochote, yani hovyo. Bado una umuhimu, na taifa linakuhitaji, na familia inakuhitaji, na Mungu anakuhitaji.
Usilale ulipoangukia. Haleluya. Simama, kwa kuwa mwenye haki ataanguka mara 7 alafu ataondoka tena. Mungu Baba wa mbinguni akubariki sana. Haleluya. Amina.